Karibu tena siku nyingine kwenye programu yetu ya Tanzania Tuwekeze. Majina yangu ni Boniface Thomas Ndengo, mhasibu na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya umma ya uwekezaji ya Hyper PLC. Mada yetu ya leo ni huduma na fursa za Hyper. Hili ni moja ya swali muhimu sana ambalo wanafunzi wetu wa uwekezaji wanatuuliza mara kwa mara na wanatamani kufahamu Hyper ni nani, wanafanya nini. Na napenda kutumia fursa hii kuelezea kidogo kwanza dhana chache ambazo tumekwisha kuzigusa kwenye ajenda ya uwekezaji. Na huenda kama ndio mara yako ya kwanza unatusikiliza na unatufuatilia, basi upate msingi. Kwenye dunia ya uchumi kuna kitu kinaitwa uwekezaji, na kuna kitu kinaitwa hisa, kuna kitu kinaitwa hati fungani. Uwekezaji ni ile fursa ambayo unaijenga kiuchumi ili kuwa na kitega uchumi ambacho utaweka mtaji wako, na ule mtaji kwa usimamizi mdogo utakuwa uko salama na unaweza kupata faida ambayo inakuwezesha kukidhi malengo yako ya kiuchumi. Mara nyingi au kwa namna fulani uwekezaji huo unakaribiana sana na biashara. Na kuna mahali tu zinaachana, kwamba biashara ni shughuli ambayo unaisimamia wewe mwenyewe kwa karibu sana, tangu kuanzisha, kuiendesha, kutafuta wateja, kuajiri, kuweka usalama, kujenga mtaji na kadhalika, ili hatimaye ile shughuli ifanyike na wewe upate faida. Lakini uwekezaji ni shughuli ambayo unaweka mtaji, kisha kwa usimamizi mdogo ule mtaji unaweza kujisimamia wenyewe na kuzaa faida, huku mtaji ule ukiendelea kuwa salama. Sasa biashara, kuna nyakati biashara ni uwekezaji, lakini kuna wakati biashara sio uwekezaji. Biashara inakuwa uwekezaji kama unaweza kuitengeneza katika mfumo ambao inaweza ikajiendesha hata bila wewe kuwepo. Hapo tunasema biashara yako itakuwa katika mfumo wa uwekezaji. Lakini kama biashara iko katika mfumo ambao kuendeshwa kwake kuna kutaka wewe uwepo, basi tunasema hiyo ni biashara na sio uwekezaji. Sasa uwekezaji unaweza kuwa uwekezaji binafsi, na unaweza ukawa pia ni uwekezaji kupitia biashara za pamoja. Na kama ni uwekezaji kwa namna binafsi, ndio hiyo ambayo lazima itakuwa katika mfumo wa biashara. Lakini kama ni uwekezaji katika shughuli za pamoja, basi shughuli za pamoja zinagawanywa katika makundi mawili. Kuna shughuli za kampuni za hisa na kampuni na taasisi na bondi. Shughuli za kampuni za hisa pamoja na uwekezaji kwa njia ya hati fungani au bondi. Sasa Hyper ni kampuni ya hisa ambayo inafanya shughuli zifuatazo. Namba moja, tunatoa elimu ya uwekezaji. Yaani kwa kila Watanzania 100, Watanzania 99 kwa mujibu wa takwimu za serikali bado hawana maarifa, elimu na ujuzi wa kutosha kuhusu masuala ya uwekezaji, hasa kwa njia ya hisa. Kwa hiyo Hyper tumechagua kuwa shule ya uwekezaji. Tumechagua kuwafundisha Watanzania uwekezaji. Tumechagua kuendesha program maalum za kuwajenga Watanzania kufahamu kitu hiki kinachoitwa uwekezaji, na hasa uwekezaji kwa njia ya hisa na uwekezaji kwa njia ya hati fungani. Kwa hiyo hii ni shughuli yetu moja tunayoifanya, na hii inafanyika kupitia mradi wetu maalum sana au maarufu sana unaojulikana kwa jina la Academy ya Uwekezaji ya Hyper, Hyper Investing Academy. Hii ni shule ambayo tumeijenga na ni jukwaa ambalo tumelijenga kidijitali kuwapatia Watanzania fursa ya kujifunza habari za uwekezaji, habari za hisa, habari za hati fungani. Kwa hiyo kama unatamani kuelewa kwa kina kuhusu uwekezaji, kuhusu hisa zinavyofanya kazi, hisa zinatengenezaje faida, kuhusu hati fungani, namna ya kuwekeza, namna ya kusimamia, namna ya kupata faida kwenye uwekezaji, kwenye hisa, kwenye hati fungani, basi
tunakukaribisha kwenye shule yetu ya uwekezaji inaitwa Hyper Investors Academy au Hyper Investing Academy. Hapa ni jukwaa maalum ambalo kwa namna rahisi sana utajifunza na utapata maarifa ya kutosha kuhusu masuala ya uwekezaji. Shughuli yetu ya pili ni ubunifu wa miradi ya uwekezaji. Ubunifu wa miradi ya uwekezaji. Kila kampuni inachagua shughuli za kufanya ambazo zitaipa faida. Sasa Hyper tumechagua kuwa wabunifu wa miradi ya uwekezaji. Na uwekezaji wenyewe ni uwekezaji jumuishi. Uwekezaji unaowapa fursa wa Tanzania kuwekeza. Huo ndio uwekezaji jumuishi au uwekezaji wa pamoja. Kwa hiyo Hyper tumetengeneza formula yetu kwamba tunabuni miradi ya uwekezaji ambayo wewe mwananchi una uwezo wa kushiriki kufanya biashara au kumiliki miradi ile na kupata faida. Sasa maana miradi mingine ni miradi mikubwa na sio kila mtu anaweza kuanzisha na kubuni. Kwa hiyo Hyper tumechagua kuwa ni kampuni ya ujenzi wa miradi ya uwekezaji. Ubunifu, kwanza unaanza na ubunifu, alafu unakuja unajenga ile miradi, na ile miradi hatimaye inakuwa ni miradi inayowapa fursa wa Tanzania kuwekeza. Sasa ile miradi inakuwa ni miradi ya kibiashara. Ni miradi ya kibiashara. Maana yake ni kilimo cha pamoja, unakuja ni ufugaji wa pamoja, ni migodi ya pamoja, ni umiliki wa miundombinu ya pamoja ya kibiashara ambayo hatimaye kila mtu atakuwa na kasehemu kadogo kadogo. Of course sasa itategemeana wewe unataka kumiliki kiasi gani. Hatujaweka ukomo. Yaani wewe utachagua unataka kumiliki hiyo miradi ya Hyper kwa kiwango gani. Kwa hiyo Hyper tunafanya ubunifu na ujenzi wa miradi ya uwekezaji. Mpaka sasa tumekwisha kubuni miradi yetu mitatu. Mradi wa kwanza ni mradi wa shule ya uwekezaji ya Hyper Investing Academy. Hiyo ni shule ambayo inawezesha Watanzania ambao wanataka kujifunza kuhusu uwekezaji wajifunze kuhusu uwekezaji. Na tunaendesha masemina, tunafanya mafunzo mahususi au maalum ya masuala ya uwekezaji. Na kwa sababu eneo hili ni eneo la kibiashara, tulianza kwanza watu wanapata elimu hii bure, lakini kimsingi elimu hii inalipiwa kupitia shule yetu ya uwekezaji. Mradi wetu wa pili ni soko la Hyper. Hyper tumebuni kitu kinaitwa soko la Hyper. Soko la Hyper ni mradi ambao unawawezesha wajasiriamali, makampuni, taasisi kujitangaza na kupata wateja wengi. Hiyo ni moja ya shughuli ambayo Hyper tunaifanya. Sasa kupitia fursa ya soko la Hyper, maana yake makampuni elfu wanaweza wakajisajili na wakapata biashara kule, wakakuza biashara zao na hatimaye wakapata huduma. Kwa hiyo tumetengeneza huo mradi wetu unaitwa soko la Hyper. Ni fursa ya uwekezaji ambayo wewe unaweza ukanunua hisa zetu na ukamiliki sehemu ya lile soko la Hyper. Mradi namba 3 ni mradi wa tunasema ni mfumo wa teknolojia wa kihasibu. Mfumo wa kiteknolojia wa uhasibu. Huu ni mfumo ambao unawezesha wajasiriamali wote wadogo kwa wakubwa kuweza kusimamia shughuli zao za kibiashara na kupata taarifa kwa namna rahisi zaidi saa ile au tunaita real time. Kwamba ukimaliza kufanya miamala yako ya asubuhi, basi saa ile unapata taarifa zako za mauzo, taarifa za fedha, taarifa za faida na kadhalika. Huo mfumo wetu ni mfumo ambao tumeshirikiana na wadau, tumeubuni na unafanya kazi. Of course tunautambulisha hivi karibuni kwa ajili ya kuanza kutumika rasmi. Umekuwa katika majaribio. Kwa hiyo mpaka sasa tuna hiyo miradi mikubwa mitatu. Shule ya uwekezaji ya Hyper, soko la Hyper na mfumo wetu wa mahesabu wa Hyper. Sasa hii miradi mitatu yote ukiangalia ni miradi ambayo msingi wake ni teknolojia. Kwa nini? Kwa sababu Hyper tunaamini kwenye teknolojia. Kwamba teknolojia inatuwezesha kuwahudumia watu wengi kwa muda mchache, inatuwezesha kulifikia soko kubwa kwa gharama ndogo, inatuwezesha kurahisisha usimamizi wa biashara zetu. Kwa hiyo
Tulipokuwa tumebuni kampuni letu, tulikusudia kwamba miradi yetu ya mwanzo itakuwa ni miradi ambayo imejengwa katika mifumo ya kiteknolojia ili kuwezesha urahisi wa usimamizi, urahisi wa upanukaji wa mradi na urahisi wa utengenezaji wa faida. Sasa hiyo kazi haikuwa kazi rahisi. Kuna mtu anaweza akafikiri kwamba sasa kama hivyo, mbona ni kitu ambacho tunaweza tukafanya tu asubuhi katokea. Kwanza kuunda wazo, alafu utafute wataalamu ambao watalijenga lile wazo likawa katika mfumo unaoutaka, sio kitu rahisi. Kwa hiyo hapa ni vizuri mkaelewa kwamba hizo ndio moja ya miradi ya mwanzo, lakini hivi karibuni sasa mtashuhudia pia biashara zingine ambazo sasa zinaonekana kwa macho. Maana hizi biashara tatu nilizosema yawezekana watu wengine wasizielewe vizuri zinavyofanya kazi, lakini kwa elimu hiyo niliyokupa kwamba haya ni majukwaa ya kiteknolojia ambayo yanawezesha watu kujifunza, kupata taarifa, kuwekeza, kukuza biashara zao, kuuza na kusimamia biashara zao. Kwa kifupi, tulipokuwa tunajenga hayo majukwaa matatu, tulikuwa tumelenga kuwezesha masuala hayo matatu. Kwanza, watu wapate elimu na taarifa kuhusu uwekezaji, watu wapate fursa ya kukuza biashara zao na masoko yao kupitia soko la Hyper, watu wasimamie na kuendesha biashara zao katika namna rahisi. Sasa baada ya hapo tunakuja sasa kwenye miradi mingine. Tutakuja kwenye migodi ya Hyper, tutakuja kwenye mashamba ya Hyper, tutakuja kwenye miundombinu ya Hyper na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hilo ni eneo linalohusu ni ubunifu wa miradi ya uwekezaji. Na wewe unachoweza kufanya pale ni kununua tu hisa za Hyper, tayari unakuwa unaweza kumiliki hiyo miradi ya Hyper. Jambo la tatu, Hyper tunasaidia kukuza biashara. Mbali na hizo huduma nilizosema, sasa pia Hyper tunasaidia kukuza biashara. Yaani wewe kama kampuni, taasisi, mjasiriamali, una bidhaa zako nzuri, teknolojia yako nzuri, una kitu chako kizuri, utafiti wako umeubuni, umeutengeneza, umeuona ni biashara na unataka usaidiwe kuwafikia wateja wengi, basi unaweza ukatumia fursa za Hyper na tunakukaribisha kutumia fursa za Hyper ili uweze kukuza biashara zako. Sasa kwenye kukuza biashara pale tuna huduma kama 4. Huduma ya kwanza ni huduma ya masoko yenyewe, huduma ya pili ni huduma ya kukuwezesha upate mtaji, huduma ya tatu ni huduma ya urasimishaji, na huduma ya 4 ni huduma ya usimamizi. Sasa tukianza na huduma ya masoko, maana yake ni kwamba tunakuja, tunakaa chini, tunakubaliana. Sisi hatuishii tu kusapoti utangaze, ila tunakusaidia pia kutengeneza mkataba wa mauzo ambao utakuwa ni mkataba wa kudumu unaokuwezesha wewe kuuza kwenye soko fulani. Kwa hiyo unaweza kutumia fursa za Hyper kuchagua soko unalolitaka, au tukusaidia kutafuta soko na tukaingia kwenye mkataba wa makubaliano wa kukusapoti kuuza bidhaa zako. Hapa utakuja, tutakaa na tutakuelekeza namna inavyofanyika. Upande wa mtaji, maana yake ni kwamba Hyper anakusaidia. Ziko namna nyingi za kujenga mitaji. Watu wengi wanajua akiba za familia na marafiki na mikopo. Lakini nataka niwaambie kwenye dunia ya biashara kuna namna zaidi ya 20 za kujenga mitaji, hasa kwa biashara ambazo zinakuwa. Kwa hiyo tunakukaribisha, tukufundishe na tukuwezeshe kujenga mtaji. Pamoja na mikopo na huu mfumo unaojua wewe wa kutunza akiba, kuna mifumo mingine pia ya kupata mitaji. Hyper tuko pale kukusapoti ujenge mtaji wa biashara yako. Upande wa urasimishaji, hakuna biashara kubwa utakayoijenga ambayo mwisho wa siku haiko katika mfumo wa urasimishaji. Kwenye urasimishaji kuna faida nyingi. Sasa wajasiriamali wadogo wengi kwa kutokujua faida za urasimishaji, wengi wamebaki katika mfumo usio rasmi. Hyper tuko hapa kukusapoti ili uweze kurasimisha biashara yako. Na urasimishaji uko katika level nyingi. Kuna level rahisi tu za kusajili biashara na kupata vitambulisho vya BRELA, TIN na kuwa na akaunti ya benki. Hiyo ni urasimishaji rahisi. Lakini kuna urasimishaji wa kuifanya biashara yako hiyo katika mfumo wa kampuni ya uwekezaji ili ikue haraka. Yote hayo tunatoa sapoti kupitia fursa yetu ya kukuza biashara. Lakini eneo la mwisho kwenye masuala ya kusapoti biashara ni masuala ya usimamizi wa biashara.
Hyper tuna programu yetu inaitwa Hyper Managers. Kama unataka tukusaidie kujenga timu nzuri ya kusimamia biashara, timu nzuri ya kuwezesha kuendesha biashara, basi tunayo programu inaitwa programu ya Hyper Managers. Hapa una uwezo wa kutuletea watu wako tukawajenga, au una uwezo wa kuomba Hyper tukakusaidia kutengeneza meneja atakayesimamia biashara yako. Fursa hii itawafaa sana watumishi wa umma ambao wanataka kufanya biashara pia, lakini wajasiriamali ambao wana biashara zao zinataka wasaidizi ili ziweze kukua na kupanuka. Basi tunawakaribisha watumie fursa yetu ya Hyper Managers ili kuweza kukuza biashara zao. Kwa hiyo tumekuwa katika miaka mitatu ya kujenga msingi wa kampuni, mifumo ya kubeba biashara za kampuni. Na sasa kazi hiyo imemalizika na tayari tumekwisha anza mauzo, tumekwisha kuanza biashara. Tunakukaribisha sasa, kati ya hizo huduma za kukuza biashara, chagua huduma moja ambayo unaipenda, nasi tuko tayari kukusapoti. Aidha ni masoko, ni mitaji, ni urasimishaji au ni uendeshaji. Hyper tupo kwa ajili yako. Sasa jambo hili linatuwezesha sasa sisi Hyper kuwa pia kampuni ya uwekezaji, kuhakikisha kwamba tunapoiona fursa yoyote ya kibiashara ndani ya nchi, nje ya nchi, tuna uwezo wa kwenda kuichukua na kuifanya kuwa biashara kwa faida ya wanahisa wetu ambao ni Watanzania wanaomiliki hisa za Hyper. Kanuni yetu moja tuliyoitengeneza ni kwamba Hyper anawekeza kwenye biashara ambazo angalau kwa wastani kwa mwaka zinaweza kumpa mwanahisa wetu faida isiyopungua 51%. That is the formula. Yani ndio formula tumeiwekea kama msingi. Huo ndio mstari kwamba sisi tunakwenda kuingia kwenye biashara ambayo at least tukiweka shilingi 100,000 yetu, mwisho wa mwaka inamwezesha mwanahisa wetu kupata shilingi 51,000 na kuendelea. Sasa ukishasikia 51% plus, maana yake ni biashara ambayo ukiweka 100,000, kiwango cha chini cha faida kiwe ni shilingi 51,000. Kwa hiyo inaweza ikawa 51,000, inaweza ikawa ni 60,000, inaweza ikawa ni 100,000 yenyewe, inaweza ikawa ni 200,000. Kwa hiyo tuko very aggressive kwenye mfumo wetu wa faida, kwamba tunatafuta biashara ambazo zinalipa faida nzuri kwa haraka. Na hii miaka ya mwanzo tumechagua mfumo huo. Huko mbele ya safari tunavyozidi kwenda sasa, tunaweza sasa kwenda kuingia kwenye biashara ambazo zinatoa faida ndogo, lakini zikiunganishwa na hizi, kiwango cha chini cha faida zetu kwa ujumla, faida za kampuni isipungue 51% inayopaswa kwenda kwa mwekezaji wetu. Sasa faida inakwenda kwa mwekezaji kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni ile faida ambayo inamrudia moja kwa moja, tunaita return ya mwaka, kwamba umeweka uwekezaji alafu mwisho wa mwaka unaweza ukapata faida ile na mtaji wako ukiwa pale pale. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ni ukuaji wa mtaji, kwamba mtaji wako unaweza ukakua ukiwa ndani ya kampuni. Kwa hiyo sio lazima kwamba ile mwisho wa mwaka uchukue 100,000 ile uitoe ili kupata ile faida. Unaweza ukaiona faida yako ikikua. Uliweka 100,000, baada ya mwaka unaiona imekuwa 1,150,000, baada ya miaka mingine imekuwa 300,000, baada ya miaka mingine imekuwa 500,000, unaiona ikikua. Na ukitaka kuivuna unauza hisa zako, unaivuna ile faida yako. Kwa hiyo unaposema kuuza hisa, maana yake unapunguza sehemu ya mtaji ili kupata faida uliyoitengeneza. Sasa masomo yanayoendelea huku mbele tutafafanua zaidi namna gani formula hizi zinafanya kazi. Maana tumeamua kuwa shule ya uwekezaji Tanzania. Tunataka Watanzania wawe na maarifa, elimu ya kutosha na ujuzi kuhusu masuala haya. Na yote haya utayapata kupitia shule yetu ya uwekezaji ya Hyper. Na kama haujajisajili na programu zetu, basi nikukaribishe. Tuna njia 3 zinazokuwezesha kujisajili. Njia ya kwanza, ingia Play Store, pakua application ya Hyper, ni Hyper PLC. Hyper yetu ni HAIPPA PLC. Basi ukipakua hapo, jisajili. Njia ya pili ni website ya Hyper. Ingia kwenye website ya Hyper, www.hyper.net. Pale nenda uchague jisajili au fungua account. Namba 3, piga menu ya Hyper, unapiga *149 *46 *23 alama ya reli. Hapo ukipiga chagua kujisajili. Unapiga *149 *46 *23 alama ya reli,
chagua kujisajili. Kwa kufanya hivyo utakuwa umekuwa mwanafamilia wa Hyper na unaanza moja kwa moja kunufaika na matunda yanayotokana na shughuli za Hyper. Marejesho ya faida, tumesema unaweza ukachukua faida zako kila mwezi. Tumeweka lengo ni kwa mwaka, lakini wewe unapokuwa na changamoto na unataka kutumia ile faida, una uwezo wa kuivuna faida yako baada ya siku 30 na ukapata faida. Kwa hiyo sio lazima usubiri mpaka mwaka uishe, unaweza ukavuna faida yako kipindi chochote baada ya siku 30 ukavuna. Na hasa kama umeshaweka mtaji kakutosha. Mtaji kiwango cha chini kabisa ambacho tumeweka kuwa mwanahisa wa Hyper ni hisa 200, na kwa sasa hizi zinauzwa kwa shilingi 200,000. Kwa hiyo ukiweka 200,000 maana yake baada ya siku 30 unaanza kupata faida ya uwekezaji wako, na hiki ni kiwango cha 3% kinachotosha kabisa kukupa kafaida kale. Lakini malengo yetu makubwa ni kwamba angalau mwekezaji wetu makini, mwekezaji wetu serious afike hisa 1000. Hapa tutakuwa tunakwenda vizuri na tuna uhakika tutawatoa Watanzania wengi kwenye mfumo wa kubaragazwa, mfumo wa kugaragazwa kiuchumi, na tunaamini kama mtatuelewa basi mtakaribia tujifunze pamoja. Sisi kauli mbiu yetu inasema Hyper ni kampuni ya Watanzania wote, tunajifunza tunawekeza. Karibuni tuwekeze. Asanteni sana.